Yes, mambo ni vipi? Mambo ni aje ewe mtazamaji wa PMTV? Karibu kwenye PMTV Updates, na kwenye updates leo hii bwana, tupo na wanalunyas, tupo na club ya Simba, tupo na wenyeji wa mitaa ya Msimbazi pale Kariakoo. Sasa tunafahamu, tunaelewa na tunajua kwamba club ya Simba hapo jana bwana iliweza kumtambulisha kocha mpya ndani ya klabu hiyo. Na kwa nini club ya Simba imemtambulisha kocha mpya? Tunafahamu hii ni kutokana na kutokuridhishwa na mwenendo wa club pamoja na matokeo, ambapo klabu ya Simba ilikuwa chini ya manager Dimitar Pantev, na baada ya kuondoka Dimitar Pantev, klabu ya Simba ilikuwa chini ya Suleiman Matola Velon, ambaye naye alifanikiwa kucheza michezo miwili akiwa kama kocha mkuu wa klabu ya Simba ama kaimu kocha mkuu, ambapo alicheza mchezo dhidi ya Mbeya City ambapo klabu ya Simba ilifanikiwa kuondoka na ushindi wa mabao 3-0, lakini pia alicheza mchezo dhidi ya Azam ambapo klabu ya Simba ilitota kwa mabao 2-0. Sasa baada ya Simba kutota mabao 2-0, baadhi ya mashabiki walianza kuraise concern zao wakiwa wanahitaji mabadiliko haswa kwenye eneo la benchi la ufundi. Sasa ni kama viongozi wa klabu ya Simba wameamua kusikia kilio kile cha baadhi ya mashabiki pamoja na wanachama, ndio hapo jana kufanikiwa kumtambulisha kocha Steven Robert Beka ambaye ni raia wa Afrika Kusini. Sasa PMTV tukasema sisi kwa vile tunakujali wewe, acha tuingie chimbo ili uweze kumfahamu vizuri kocha Steven Robert Beka. Ni kocha wa namna gani? Anapenda kucheza style aina gani? Anafanikiwa wapi? Anakosea wapi? Sasa ili kuweza kujua yote, basi endelea kutupa sikio lako. Sasa Steven Robert Beka ni raia wa Afrika Kusini mwenye umri wa miaka 57, lakini pia Beka anapenda kucheza kwa kutumia mfumo wa 4-3-3 akiwa anashambulia mara nyingi, lakini pia anapenda kutumia mfumo wa 4-1-4-1 mara nyingi akiwa anazuia. Sasa moja kati ya sasa sehemu ambazo Steven Robert Beka amewahi kupita kati ya mwaka 2008 hadi 2025 amezifundisha klabu 3, lakini zote zikiwa zinatoka Afrika ya Kusini. 2008 hadi 2014 alifundisha klabu ya University of Pretoria, lakini pia 2014 hadi 2016 alifundisha klabu ya Mazulu, lakini pia toka mwaka 2017 hadi 2025 amekuwa ni kocha wa Stellenbosch. Yes, nafikiri hapo sasa unaanza kunifahamu ama unaanza kunipata. Hii Stellenbosch ambayo ilisumbua kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo tunakumbuka pia ilifanikiwa kucheza na club ya Simba, yani ile project nzima yeye alikuwa anahusika nayo akiwa pamoja na technical director ambaye alikuwa anafanya naye kazi kwa ukaribu mno. Sasa mwaka 2025 ndio kwa mara ya kwanza anatoka kwenye mipaka ya nje ya South Africa ama Afrika ya Kusini, ambako ameamua kuja kuifundisha club ya Simba. Lakini pia akiwa kocha wa University of Pretoria alifanikiwa kuwapandisha daraja hadi ligi kuu mwaka 2012 na baadaye akajiunga na Amazulu. Lakini pia Beka anakumbukwa kwa kuipeleka Stellenbosch kwenye michuano ya kombe la shirikisho mara 2 mfululizo, huko awali timu hiyo haikuwa imewahi kufuzu michuano ya CAF. Lakini pia amefanikiwa kuipeleka nusu finali ya kombe la shirikisho mwaka 2024 na msimu wa mwaka 2024-2025 kwenye msimu wao wa kwanza ambao ndio ulikuwa msimu wao wa kwanza kimataifa. Na kwa msimu wa 2025 hadi sasa amecheza mechi 14 kwenye ligi kuu ya PSL, yani ikiwa maanisha ligi kuu ya Afrika ya Kusini, na amefanikiwa kushinda mechi 3 tu, akiwa amesare mechi 3 pia, lakini pia akiwa amefungwa mechi 8. Lakini pia wakati anaondoka Stellenbosch, Steven Robert Beka amewaacha wakiwa mkiani nafasi ya 14 wakiwa na alama zao 12, na ni miongoni mwa timu 3 za mwisho zilizo mkiani, yani ni timu ambayo ameiacha ikiwa dhofu bin hali. Na wapo ambao wanaoje okay, sasa kama ameweza kuiacha Stellenbosch katika ile hatua, yani katika nafasi ya 14 kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini, atakuja kuisaidia nini Simba? Nikukumbushe tu, baada ya msimu uliopita kutamatika, yani msimu wa 2024-2025 ambao klabu ya Stellenbosch ilifanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, klabu hiyo imeuza wachezaji 9, na ndio maana unaweza kuona msimu huu imeanza ikiwa down. Yani sasa kwa wale ambao mlikuwa mna hofu na uwezo wa Robert Steven Beka, basi ni watoe tu wasiwasi kwamba ni kocha ambaye ni mtu wa project na anafanya vizuri sana pale ambapo anapewa project. Swali kubwa ni kwamba je, atapewa project hiyo ndani ya klabu ya Simba ama atapewa muda tu wa kuweza kufanya mafanikio kwa haraka iwezekanavyo? Kwa sababu tetesi tulizo nazo ni kwamba katika vitu ambavyo amepewa kwamba ni priorities ama vitu ambavyo
wanatakiwa kuvifanya vya msingi sana ni kuhakikisha klabu ya Simba inasonga mbele kwenye hatua yani inavuka kwenye hatua ya makundi ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa wewe tuachie komenti yako hapa, ukihisi kwamba mtihani huu ambao amepewa Steven Becker anaweza kautimiza. Je, ni kocha wa namna gani? Unafurahi kuwa naye ndani ya klabu yako, ama ni zile tu ni vile tu kwa vile klabu ya Simba haina kocha ndio maana utapokea kocha yote? Lakini wakati unafanya hivyo nikukumbushe tu kwamba PMBet ndio sehemu pekee ambao unatakiwa kufanya bashiri zako huko. Leo ni Jumamosi ambapo kuna mechi nyingi sana za ligi kuu mbalimbali. Hakikisha unafanya bashiri zako kupitia pmbet.co.tz kwa sababu huko utoishia kupata pesa peke yake, bali utaingia kwenye draw kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Website ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias.